Jesus TV, tumefurahi tena siku ya leo kukaribisha kwenye robo ya pili kwenye mwaka 2025. Tumekuwa pamoja na wewe kwenye safari ya robo ya kwanza na leo tumefika kwenye robo ya pili ambayo inazungumzia allusion, image et symbole dans méthode d'étude de la prophétie. Okay? Kwa Kiswahili tunaweza zungumzia tu vidokezo, tamathali za semi, ishara. Kwa maneno mengine tunajifunza jinsi ya kujifunza unabii wa Biblia. Je, unatamani kujua namna gani ya kujifunza unabii wa Biblia? Wapo wengi sana ambao walitamani kujifunza unabii wa Biblia lakini hawakuweza. Wanasema maana ya hiki ni nini? Na wengine wanasema ni vigumu, haiwezekani. Lakini nikukumbushe tu ya kwamba tunaweza kupata mfano, ishara na sitiari ambayo vinaposomwa kwa maombi na kwa roho ya unyenyekevu na kwa kujisalimisha vitasaidia kufanya unabii wa wakati wa mwisho, hasa katika ufunuo, kuwa wa kuvutia. Elewa mpendwa kwamba ni hatari. Ukiendea Biblia kwa moyo wa wazi, utakuwa unapoteza muda wako. Kwa hivi nakualika kunyenyekea ili kwamba pamoja tupate kubarikiwa na masomo haya. Somo hili amba lisoni hili limeandikwa na watumishi wa Mungu ambaye yule ni mhariri, anaitika kwa majina ya Shaun Boonstra ambaye ndiye mhariri. Na leo nakutolea tu kwa kifupi masomo yale ambayo tutajisoma kwa robo. Tutazungumzia kuhusu somo la kwanza ambalo ni kanuni kadhaa za unabii ambazo tunakuja kujisoma kwa juma hii. Baadaye tutakuja tukizungumzia kuhusu misingi wa mwanzo, tamathali za semi kutoka katika ndoa, mataifa sehemu ya kwanza, tutazungumzia mataifa pia sehemu ya pili. Somo la 6 itakuwa ni kuelewa kafara, ya 7 itakuwa ni misingi ya unabii, ya 8 itakuwa ni katika Zaburi sehemu ya kwanza, 9 katika Zaburi sehemu ya pili, na 10 itakuwa tuliofikiwa na miisho, 11 Ruthu na Esther, 12 tutazungumzia kuhusu watangulizi, na 13 tamathali za semi za ule mwisho. Hapa kuna masomo mengi mazuri zaidi ambayo tunakuja kujifunza. Naamini ya kwamba wewe pia utakuja kubarikiwa na mojawapo wa masomo haya. Lakini kabla tujaingia kwa utangulizi wa somo ya juma hii, karibuni kukaribisha Roho Mtakatifu. Asante ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Somo hili la kwanza linazungumzia kuhusu kanuni kadhaa za unabii, ama nazungumzia tu baadhi ya kanuni za unabii katika Biblia. Fungu la kukariri ni kwenye Yeremia 9:24. Neno la Mungu linasema, lakini yeye ajisifuye na ajisifu kwa jambo hili, kwamba ananielewa na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye fadhili na hukumu na haki katika dunia, kwa maana katika hayo nafurahia, asema Bwana. Hili ndilo neno la Mungu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mahali tulipo watu wengi wanajiita manabii, na kuna wengine ambao wanasoma vitabu vya manabii katika Biblia, lakini baadhi ya watu hawaelewi unabii. Wanakamata msemo huu na wanaitafsiri jinsi wanavyotaka, ama wanaamini kile ambacho mtu mwingine amewaambia, anasema mkiona hiki mtafsiri hivi. Lakini Biblia ipo wazi, itatuelezea zaidi kuhusu unabii, ishara, misemo yenye utata, ulinganisho, vitendo vya ajabu kwa upande wa unabii. Hivyo ndivyo unabii wa kibiblia ulivyo. Wengine uthubutu kuelewa maana yake na wanaridhika na kile ambacho mtu mwingine amewaambia, ama wanaridhika na mafundisho hiyo ya juu. Wengine huchukua sentence moja au mbili wakijumuisha na nyingine, wakiunda tafsiri nzuri bila msingi wowote. Lakini hapa katika majifunzo haya na kuombea usikose hata mojawapo. Lakini wale wanaoisoma na kuielewa kwa usahihi wanakuwa katika maarifa yao ya Mungu na kupokea baraka nyingi. Ni kanuni sasa gani zinazoweza kutusaidia kujifunza kwa usahihi na kuelewa unabii wa kibiblia? Ni maswali kama yale ambayo tunakuja kujibia katika robo hii. Kanuni ambazo tunaweza kuweka maanani ili tuweze kuzingatia na kuelewa kwa urahisi unabii wa Biblia. Kwa hivi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nitakualika kujiunga nasi katika majifunzo haya ili kwamba wewe na mimi pamoja tupate kubarikiwa, kwa sababu
mambo ni mengi sana ambayo yanakuja kutubariki. Je, ni kusudi lako ili kwamba tujifunze pamoja na wewe kanuni kadhaa za Biblia? Ikiwa ni kusudi lako na unapenda ujifunze, nitakualika Jumapili kwenye somo Asomaye na Afahamu. Somo ambayo itakuja Jumatatu itakuwa ni Mungu anataka kueleweka. Ndiyo, anataka tumuelewe. Baadaye kutakuja Daniel yafunge maneno haya, na hatimaye kutakuja tena ingine ambayo ni kujifunza neno, na Alhamis itakuja ni kisitiari au kihalisi. Tuombe. Baba mtukufu, asante kwa unabii. Asante kwani uliutoa, sio kwamba tusiuelewe, ili tuuelewe. Fungua akili yetu kwa moyo wa upole na unyenyekevu, tuelewe ukweli uliomo na tujiandae kwa ujio wako. Katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare.